Mahusiano kati yako na mamako ama ancestral wa mamako. Nimefika kwa nyumba ya 12. Ikiwa uko na moon in Pisces unaweza kusikiliza, na ikiwa uko na moon in Aries, Gemini huko kuendelea unaweza kunifuatilizia video chini ukapata kuelewa vizuri. So moon sign yako inasimamia nini? Moon sign yako inasimamia mtu wako wa ndani. Ukitaka kujua hisia zako, mambo yako ya rohoni, vipawa, baraka zako, laana zilizoachwa upande wa mama, nguvu ambazo umebeba. Ukitaka kujua mtu akitaka kunyakua nguvu zako za rohoni ananyakua vipi, ukitaka kujua nguvu zako angalia moon sign yako. Moon sign yako inasimamia tabia zako za ndani, inasimamia vile unavyo react wakati mtu anakukosea, inasimamia memory zako, inasimamia vile unavyohisi. Ukitaka ku cleanse nafsi yako unapitia una cleanse nafsi yako kupitia nini? Hisia. So ukitaka kujua wewe unatoa hisia zako kupitia njia gani, angalia moon sign yako. So kuna ikiwa in the positive na pia in the negative. In the positive inamaanisha moon sign yako iko at 5 degree ama imeconjunct Neptune ama Venus. Ikiwa in the negative inamaanisha moon sign yako iko at 29 degree ama imeconjunct Saturn ama Mars. So ina maana ikiwa in the negative umelelewa na mama ambaye hajamaliza kupona, hajamaliza karma yake. Ikiwa in the ikiwa in the positive ina maana umelelewa na mama ambaye amemaliza karma yake. Ikiwa in the negative umelelewa na mama ambaye hakumaliza karma yake. So moon in Pisces ina maana wewe ulilelewa na mama ambaye hakukuepo, either alikufa mapema ama ulikuzaa tu hivi na kafa, ama alikuzaa lakini alikuwa kwa drugs, maybe alikuwa na addiction fulani, maybe alikuwa mlevi, alikuwa maybe na shida na kiakili, vitu kama hivyo. Ama kukuepo tu alikuwa yani yako, lakini kusimama kama mama haikukuepo kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye fikira nyingi sana. So hawa ni watu ambao unapata mama hakuwa kwenye maisha yao muda mwingi sana. Sasa alisimama kama mama katika hiyo jamii. Unapata watu kama huwa wanabadilisha hata nini yao, gender yao most of the time. So unapata mama yake hakukuepo. Amelelewa tu na watu. Hata kunyonya maybe mtu huyo hakunyonya. Hajui hata mama, watu wakiimba huko mimi na mama yangu, yeye hajui hata watu wanaimba. Hata hajui upendo wa mama uko vipi. Ama unapata yeye ndiye alikuwa anapambana sana maybe kutoa mamake kwenye mabaa huko, sijui wapi, anajaribu kumsaidia, maybe alikuwa ni kichaa, vitu kama hivyo. Yeye ndiye anachukua hiyo ushukani wa kusimamia mama nini, vitu kama hivyo. Unapata watu wanakuaga therapist wazuri, ama unakaa na mama ambaye yako very very abusive, anakutatiza, vitu kama hivyo. Lakini in the positive utapata wewe ni mtu ambaye umekaa na mama ambaye ako very spiritual, mama wa rohoni, maombi kila wakati, very empathetic, anakusikiza, mama ambaye anakuambia yes mtoto wangu tunaweza kwenda. Yani mama ambaye ako pale, yani unahisi kabisa niko na mama ambaye ako na vipawa vingi vya rohoni. Maybe kila wakati ulikuwa unaona watu wanakuja kuombewa, kusaidiwa, vitu kama hivyo. Unahisi yani kila wakati uko connected na mama yako, unasikia vile anavyoongea vile, yani unamuelewa, yani uko tu pale, mama anakupenda, anakujali, anakusikiza. Lakini in the negative unaweza pata hata mama umekaa na mama mchawi mwenye anakutatiza, unajiuliza nani wewe, ni mama yangu kweli? Hapana, ni mama yako huyo, lakini anafunga hiyo njia zako za rohoni kwa sababu hajui hakupona. So utapata hawa ni watu ambao katika ancestral line yao wameacha karma ya watu ambao unapata walijitenga katika huko kwa ajili ya nini, ya vipawa vyao. Unapata ni watu ambao wamebeba ninio madeni ya kufunga hisia zao ama addiction. Yani alikuwa amechanganyikiwa sana na ufahamu vile, unajua aweke ningija kama uko sawa unaweza kuingia kwa addiction zozote zile. So unapata maybe familia hii unapata ni watu waliingia kwa pombe, uraibu, vitu gani, wamejichanganya huko hata waelewekangi. Ama unapata alijitoa sana kwa watu, walitumika mpaka wanaga mipaka, hawana mipaka, walitumika mpaka wakapoteza hiyo thamani yao, yani wakapoteza empathy yao, wakatani into empathy. Empathy ni watu ambao hawana huruma kabisa. So unapata ni watu ambao hawanaga huruma, hata ukiuliwa pale wanasimama tu wanaangalia. So unapata wambeba madeni kama hayo. Yani unapata ni familia ambayo haijaipona, na watu hao wasipopona wanaingia kwa uchawi, wanakuwa wachawi tena vichawi havisikii, vinaroga na vinakuja tu polepole kuchunguza kama imeingia hiyo dawa vizuri ama bado. Wanaroga, wanaongeza chumvi mafuta taju. Haya, baraka ambao waliacha watu hawa unapata ni watu ambao wako na nguvu kubwa za rohoni, watu ambao wamebeba imani kubwa, ubunifu, watu ambao wanajua kuwa kimoja na nature, watu ambao wamebeba baraka kubwa, watu ambao wana imani, yani wanaelewa masuala ya rohoni. Ukitaka ukiwa na mashida ambazo ni chronic, ukimkaribia mtu huyu anakueleza ni kweli tutafanya hivi, yani amesimama hapo. Ni mtu ambaye ana vipawa vingi sana vya rohoni. Utapata ni watu ambao wanaona rohoni. Yani watu ambao wako kama sponge, wana absorb negative energy ya watu. Ndio maana wanaambia watu ukiwa na moon in Pisces, moon in Cancer, moon in Scorpio, jaribu sana
uchunge hisia zako. Chunga hisia zako. Chunga mahali unapokwenda. Maana una absorb negativity kwa sababu mbeba mwangaza wa watu. Umbeba mwangaza, so kila giza itakufuata. So unapata most of this moon in Pisces wanapenda kulialia, kujikwaza kwa sababu gani? Hivyo ndo wana cleanse their soul. Trauma inaondoka. Lakini ukipata mwenye clean soul yake atakuwa na mikosi tu, kujifunga tu kila wakati kwa sababu ana absorb na atoi. Unapata hao ni watu ambao wana uwezo wa kuponya watu, wana uwezo wa kufungua watu, wana uwezo wa kuombea watu. Yaani tuseme hiyo masuala yote ya rohoni, hiyo hao watu wa rohoni mnaonanga kina Pisces moon, Pisces Cancer, Pisces Scorpio, oba ndio hao sasa. So hao ni watu ambao wamebeba unconditionally love. Unconditionally love ni hawa. Hawa ni watu ambao wanaga mipaka. Ndio maana anawaambiaga Pisces, mweke mipaka. Mweke mipaka. Mtatumika vibaya havisikii. Mweke mipaka, hamsikii. Hawa ni watu ambao unapata wana channel maumivu inaingia into art ama music ama poetry. Unapata ni mwimbaji anaanza kuimba nimepitia makubwa, inaenda hivyo. Ama anaweza anzisha drama ama music, anaingia kwa music kwa drama hizi actor aka act maisha yake ili dunia ione, vitu kama hivyo. So hawa ni watu ambao wana uwezo wa uponyaji. Akienda mahali popote akakaa hivi, kila mtu anapona. Kila mtu anapona. Kila mwenye alikuwa na mawazo mabaya sijui zinaisha tu hivyo. Ni watu ambao wanafungua watu. Wamebeba vipawa vya uponyaji. Wanatembea na malaika Rafaeli, malaika wa uponyaji. So ni watu ambao wako tayari kusimama kwa ajili ya shida ya mwenzake. Ni watu ambao wanabadilika kupitia masuala za rohoni. Ni watu ambao hawana mipaka kati ya maisha ya rohoni na maisha ya ardhini. Wako huko wako tu ndani kwa ndani. Ila sasa shida yao hawana mipaka na watu, wanatumika tu ovyo ovyo. Lakini hawa ni watu ambao wamebeba vibali, vipawa, karama, huduma kubwa sana. Na utapata karma ya watu hawa, unapata ni watu ambao kuweka mipaka na watu walitumika sana. Walitumika, ukiangalia laana yenye iko kwenye huko. Mwenye ako na moon in Pisces atajifundisha kuweka mipaka na watu bure, hata toboa. Hata toboa, atatatizika sana. So ikiwa uko interested kujua ama kuelewa, kufahamu mambo mawili matatu kuhusu birth chart yako, maybe uko na moon in Pisces lakini in the first, in the second, in the third house na kuna sayari pale, unahitaji kujua mbona inatokea hivi, mbona iko hivi, unaweza kunitafuta. Nitaweka link ya TikTok pale kwenye description. Ukibonyeza pale utapata nambari yangu ya WhatsApp. Unaweza kunitafuta WhatsApp kisha nikakuhudumia. I hope umenielewa vyema. Na ikiwa content yangu ina resonate na wewe, unaweza kulike, kushare, kusubscribe na pia kucomment.